Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Salatu safar, sala ya safari. Kwanza hukumu yake ni azima na sio ruhusa. Ni azima, maana yake ni lazima Muislamu asali sala ya safar akiwa katika hali ya safar. Kwa Muislamu katika maisha yake anakuwa moja katika hali mbili: yupo katika hali ya iqama, muqim, kwamba ni mkazi wa sehemu husika, au ni msafiri, sehemu alipo sio makazi yake rasmi. Ni msafiri. Kwa maana katika hali ya safari hii, sala za raka 4 za faridha, sala za faridha zile za raka 4 zile, yeye itamlazimikia kuzisali raka 2 na sala za raka 4 ni adhuhuri na alasiri na isha. Kwa hivyo sala hizi yeye itamlazimikia kuzisali raka 2 iwapo atasali peke yake au atasali nyuma ya imamu alikuwa ni msafiri. Ikitokezea yeye kusali moja katika sala hizi nyuma ya imamu muqim, ameingia msikitini akakutia sala jamaa ya imamu wa sehemu husika, kwa hivyo itamlazimikia vile kufuata imamu wake atasali raka 4. Na katika hali hii hata ikiharibika sala yake, kwa mfano itokezee pengine amecheua kwenye swala, ikabidi atoke ende katawafu tena aje asali tena sala yake, itabidi atasali raka 4 hata kama ni peke yake. Katika hali hii ya pili, sawa. Na sala ya safar, msafiri ana ruhusa ya kuchanganya sala. Sala ya safar ni azima, raka 2. Kuchanganya sala ni ruhusa, anayo ruhusa maana yake. Na sala zinazochanganywa ni adhuhuri na alasiri. Yani anasali adhuhuri, akimaliza tu hapo hapo anasimama na kuswali sala la asiri raka 2. Kwa mfano umekuja katika swala ya jamaa, imama akitoa salamu tu ya sala ya dhuhuri, pale pale anasimama anajikimia swala mwenyewe katika nafsi yake, kisha anasali raka zake 2 ya swala la asiri. Akimaliza khalas, kishachanganya swala 2 hizo, adhuhuri na alasiri. Na vivyo ruhusa kuchanganya baina ya sala ya magharibi na isha. Na katika hali hii ana nafasi, ana wasa ya kuzisali pamoja katika sala, katika wakati wa sala ya mwanzo au katika wakati wa sala ya pili. Yani anaweza kutanguliza alasiri akaisali pamoja na adhuhuri, au adhuhuri akaichelewesha kaja akaisali pamoja na alasiri katika wakati wa alasiri. Na vile vile magharibi na isha anaweza kuitanguliza sala ya isha raka 2 zile akazisali katika wakati wa magharibi, au sala ya magharibi akaichelewesha kaja akaisali katika wakati wa sala ya isha. Hii ni ruhusa anayo msafiri, sawa. Akitaka anachanganya, hataki na isali kila sala na wakati wake vile mwenyewe anavyoona, sawa. Na masafa ya safari kwetu sisi, kwa ilivyothibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka katika makazi yake akatoka na masahaba kenda mpaka Dhul Hulaifa, kisha hapo akasali sala ya safar, akasali sala ya safar, kisha akawageukia masahaba zake akamwambia kwamba nimekuja hapa kukufundisheni sala ya safar. Kwa maana masafa ya makazi ya Mtume sallallahu mpaka Dhul Hulaifa leo hii yanapimwa kwamba ni kilomita 12. Kwa maana hiyo akitoka tu mtu nje ya mji wake kwa kilomita 12 anaingia katika hukumu ya safar, sala safar, sawa. Na akirejea vile vile akirejea akiingia katika mji wake, anarejea katika hali kuwa ni mukim, sawa. Inafahamika vizuri kabisa. Na muda wa sala safar kuruhusi, hakuna muda maalum, kwa sababu hazingatiwi muda wa mtu kubakia katika mji. Kinachozingatiwa, je, ni mkazi wa mji huo au la.
Ikiwa amekuwa ni mkazi wa mji husika ambao amekwenda katika mji huo akafanya ndo mji wake au kukaa na akawa na sababu za makazi katika mji huo za moja kwa moja, basi atahesabu kama ni mukimu. Ama ikiwa mji huo yeye si mkazi wa hapo, ni mwenye nia kurejea katika mji wake ambao anakaa ndani yake, hata kama itachukua muda miaka 5, 10, haihesabiwi. Manake hakuna mazingatio ya muda gani atakaa. Kwa maana hiyo masala ya kuzingatia safari kama wewe safari muda siku 3, 4, 5, siku 40 au siku hakuna. Sawa, kinachoangaliwa ni sababu ikiwa sababu ya kuwepo pale tena ni makazi ya mji huo, khalas moja kwa moja inaingia katika hukumu ya kuwa ni mukimu wa sehemu hiyo, na ikiwa sababu hiyo haipo anaingia katika hukumu ya safari. Na kufahamika vizuri kwa ufupi kabisa. Hadha bila tawfiq, wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum.